tuendelee kusimamia eneo la makusanyo. Mimi nafahamu ili mambo yetu yaweze kwenda, tunahitaji fedha ili tuweze kutekeleza miradi mbalimbali. Rai yangu kwenu, tunaporudi kule kwenye kata zetu, tukashirikiane na watendaji wetu wa kata, watendaji wetu wa vijiji, ili tuongeze nguvu kwenye eneo la makusanyo, tuweze kufikia 100% kabla hata ya tarehe 30 mwezi wa 6. Lakini pili, tuendelee kuongeza nguvu kwenye swala la kuwasukuma wazazi, kuwahimiza wazazi, kuwahamasisha wazazi wapeleke watoto wetu shule. Tuna 76%, zipo 24% bado hazijakamilika. Rai yangu kwenu, tuhakikishe kabla tarehe 28 mwezi huu watoto wote wa Mbeya DC wanaostahili kwenda shule waende shule. Lakini tatu, tumeshuhudia hapa kwamba watoto wetu wa shule za msingi wanakula chakula kwa 100%, lakini wa shule za sekondari wanakula chakula kwa 86%. Rai yangu kwenu, hii 14% ya watoto wetu wa sekondari ambao hawapati chakula shule, tuhakikishe kwamba katika kipindi kifupi kijacho wote wanapata chakula. Lakini kwa hawa wanaopata chakula kwa 100%, tuhakikishe wanapata chakula bora. Naposema chakula bora, naamini kila mmoja anaelewa na maanisha nini. Lingine, tuendelee kushirikiana kusimamia miradi ya maendeleo. Rais wetu analeta fedha nyingi sana kwenye kata zetu. Tuhakikishe fedha zinazoletwa, Mheshimiwa Diwani pamoja na timu yako, fuatilia, jiridhishe fedha inayokuja inatekeleza mradi kulingana na thamani ya hiyo fedha. Tuendelee kutunza mazingira yetu, tuendelee kusimamia ule mkakati wa kupanda miti katika kata zetu. Ni matumaini yangu tukiyazingatia haya, halmashauri yetu itaendelea kupiga hatua kimaendeleo. Lakini mwisho kwa umuhimu, naomba nitumie nafasi hii kumshukuru sana rais wetu mpendwa Daktari Samia Suluhu Hassan. Ameendelea kufanya mambo makubwa katika halmashauri yetu ya Mbeya DC. Kubwa kuliko yote ni katika kipindi hiki anachotimiza siku 100 za uongozi wake kwa awamu hii ya pili, amefanya mambo makubwa sana. Kwanza, tuna mradi mkubwa wa kimkakati wa njia 4 kutoka Igawa hadi Tunduma. Ametuongezea fedha kutoka bilioni 128 za awali hadi bilioni 183. Mpaka sasa ninazozungumza na ninyi, fedha zimeshaingia na kule Uyole wameshaanza kutandaza lami. Pili, tuna mradi mkubwa wa maji unaoenda kumaliza kabisa changamoto ya maji katika mji wetu wa Mbalizi. Mradi wa kutoa maji kule Rungwe Kiwira kuleta hapa Mbalizi na pale Mbeya mjini. Mradi wa zaidi ya shilingi bilioni 119. Fedha zimeshaletwa, mradi umeshafikia 50%. Lakini tatu, tuna mradi wa umeme kwenda kwenye vitongoji, kwenye vijiji. Mpaka sasa Mbeya DC tuna zaidi ya 95%. Lakini mwisho kwa umuhimu, ujenzi wa jengo letu hili la kisasa la zaidi ya shilingi bilioni 2.7. Kwa niaba ya wananchi wa halmashauri ya wilaya ya Mbeya, naomba nitumie nafasi hii kumshukuru sana rais wetu mpendwa kwa namna anavyoendelea kuijali halmashauri ya wilaya ya Mbeya. Nianze kwa pongezi kwa Mheshimiwa Rais kwa namna ambavyo ametekeleza ilani yetu ya chama kwa vitendo ndani ya siku 100. Nimepitia ile taarifa ya siku 100 ya mafanikio kwenye halmashauri yetu. Kwa kweli mafanikio ni makubwa sana. Kwa hiyo tuna kila sababu ya kumpongeza Mheshimiwa Rais kwa mambo makubwa aliyoyafanya, na tunaamini ndani ya hii miaka 5 basi halmashauri yetu itakuwa kwenye nafasi nzuri zaidi, kwa sababu ameanza kwa kasi kubwa na amefanya vitu vingi ndani ya siku 100. Lakini pia nimpongeze mkuu wa wilaya kwa kusimamia halmashauri yetu vizuri, kwa sababu yote hayo yaliyofanyika, wasaidizi wa Mheshimiwa Rais wanaongozwa pia na mkuu wa wilaya. Lakini pia nimpongeze mkurugenzi na management yake
kwa namna ambavyo wamesimamia vizuri utekelezaji huo wa mafanikio ambayo tumeyapata. Mimi pia nimpongeze Mheshimiwa Mwenyekiti wa Halmashauri pamoja na nyinyi madiwani, kwa sababu mafanikio haya yaliyotokea ndani ya siku 100 na nyinyi mlikuwa kazini kumsaidia Mheshimiwa Rais kuhakikisha tunatekeleza ilani ya Chama cha Mapinduzi, lakini pia kuhakikisha wananchi wetu wanapata maendeleo na zile ahadi zetu zinatimia na mafanikio yanaonekana. Baada ya kusema hayo, niendelee kuwashukuru sana, lakini pia niendelee kuasisitiza umoja wetu wa halmashauri kwa maana ya madiwani na management ndio ambao inafanya tunafanikiwa kwa kiasi hiki kikubwa. Ni kweli kwenye zoezi la uandikishaji kwa wanafunzi mpaka sasa limefikiwa 76%, deficit ya 24%. Mikakati iliyopo ni kuendelea kushirikiana na kamati za shule na bodi za shule, na kama unavyojua msimu mpya wa masomo umeanza. Kwa bodi nyingi ni mpya, tunaendelea kushirikiana nazo, tunaendelea kushirikiana na wazazi ili waendelee kuandikisha watoto, na tunaendelea kufanya consultation ya miundombinu mbalimbali ikiwemo uwezeshaji wa viti vya kukalia, upanuzi wa maeneo ya kutumika. Kwa hiyo tunatumaini tukishafanya hayo mambo yote tutafikia 100%. Kwenye kata yangu mimi mwitikio ni mkubwa, mpaka tumepata influx, yani mpaka na maana watoto wamezipenda sana shule za serikali kwa sababu hivi karibuni zimekuwa zinafanya vizuri. Utafuatilia kwenye record mfano wa kata yangu, shule zetu zinafanya vizuri hata ukikompea hata na shule za private. Influx imekuwa ni kubwa na mwitikio ni mkubwa. Mimi kwa majina naitwa Juma Makarume Madangala, diwani kata ya Tembera, Mbeya DC. Upande wa elimu shule za msingi kwa asilimia kubwa wanafunzi na wazazi tumehamasisha, watoto wengi wameingia darasa la kwanza kwa asilimia kubwa sana, zaidi ya 80%. Pia hata upande wa sekondari, pia sekondari ya kata ya Tembera inaitwa sekondari Shiboria, nao wanafunzi ni wengi wamejitokeza, wazazi wanaelewa muhimu wa elimu baada ya kuelimisha. Pia hata upande wa chakula, watoto wanapata chakula shuleni kwa asilimia 80, japokuwa kuna baadhi ya wazazi ambao uelewa wao ni mdogo, lakini bado tunaendelea kupambana nao. Kwa niaba ya Mheshimiwa madiwani ni kuahidi kwamba tutaendelea kusimamia ukusanyaji wa mapato katika halmashauri yetu. Tutaendelea kufuatilia uandikishaji wa watoto shule za msingi kuhakikisha kwamba tunafikia ile idadi ambayo serikali imedhamiria. Lakini tunaendelea na uhamasishaji wa upatikanaji wa vyakula shule, hasa shule zetu za sekondari. Tukuahidi hilo, tuko sambamba na wazazi, na ofisi ya elimu ya wilaya inaendelea kufanya kazi nzuri. Lakini waheshimiwa madiwani, mheshimiwa wetu hapa mkuu wa wilaya ametusisitiza kwamba tuendelee kufuatilia fedha za maendeleo zinazokuja katika kata zetu. Kwa pamoja, sisi pamoja na management yetu tukiungana na kufuatilia fedha hizi za miradi yetu ya maendeleo, tutaifanya halmashauri yetu ya Mbeya DC ionekane kwa macho na sio kwa maneno au kwa magazeti. Lakini mheshimiwa DC, tukuahidi sisi halmashauri yetu chini ya mkurugenzi wetu na management yetu tunaendelea na zoezi la upandaji wa miti ya matunda na miti ya kivuli katika maeneo yetu yote, hasa maeneo yetu yale ya mji mdogo na maeneo mengine yote tunaendelea na hilo zoezi. Basi tunashukuru kwa nasaha nzuri, tunaendelea kukaribisha halmashauri kwetu, na sisi ni watoto wako, tutaendelea kukutumia. Tunashukuru kwa kutufungulia milango ya ofisi yako.